وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا جاء أنشره صدق الله العلي العظيم. شيخ الأمين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الوفي الكريم ونحن على ما قال ربنا مالكنا من الشاهدين وله من الذاكرين صدق ربنا يا ذا الجلال والإكرام. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على سيد السادات وعلى آله وأصحابه أولي الهداية والثبات. أما بعد. Leo ni siku yetu ya darsa na shekhe yuko njiani yuaja, lakini tunajua njia zetu vile zilivyo zina changamoto zake. Kwa hiyo nimepata ruhusa niendelee, ikiwa atatokea atashikia kwa mbele.
Kama hakutotokea basi tutamalizia kile ambacho tumekianza. Sisi hatutosoma hadithi za Riyadh ya Bulughul Maram, bali huwa kawaida kama hayupo tunashika Riyadhus Salihin ili tusikose faida 1, 2, 3 insha Allah taala. Tukizungumza hadithi za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, tuko katika babul hathi ala al-izdiyadi min al-khairi fi awakhir al-umri. Huu ni mlango wa kuhimiza juu ya mtu kuzidisha kufanya kheri katika mwisho wa umri. Mwisho wa umri ni gani? Ulama wameeleza ni kubaleghe mtu. Wengine wamesema miaka 18, wengine wamesema miaka 40, wengine wamesema kauli nyingi. Alhasil kwamba mtu baada ya kubalighi mwisho wa umri, Mwenyezi Mungu ndo amepanga wa kila mtu. Hakuna ajuae wala hakuna mpaka maalumu wa mtu kwamba huu ndio mwisho wa umri. Mwisho wa umri ni pale utakapokufa. Sasa kuna watu hufa baada ya kuzaliwa tu, wengine hufa baada ya masiku moja, wengine hufa baada, lakini yule ambaye amefikia umri wa kubalighi wakati ule ndio amali zake zimeanza kuandikwa, mazuri yake na mabaya yake, basi hapo ndo unaanza kuhesabika awakhirul umri, kwa sababu ambaye yuko tahta al-bulugh hana hisabu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini baada ya kubalighi ndio hisabu zake zitaanza. Kwa hiyo baada ya kubalighi mtu, elewa kwamba wakati wote waweza kuwa ndio awakhiri umri yako. Kwa hiyo maana yake ni kwamba baada ya mtu kubalighi asicheze na maisha, afanye bidii sana katika kutanguliza mambo ya kheri, kwa sababu wakati wote aweza kwenda mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesema katika neno lake tukufu akisema, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wajaakum an-nadhir. Ulama wametuwekea aya ambayo ni kifunguzi cha huu mlango wa mtu kufanya bidii kujisongeza katika kufanya kheri katika umri wake, akisema awalam nu'ammirkum, hivi je hatukuwapatia nyinyi umri, ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara, ule ambao yatadhakkaru anakumbuka, anaedheka, fihi ndani yake man tadhakkara, yule mwenye kukumbuka, wajaakumun nadhir, kisha baada ya hapo akawajilia nyinyi mwenye kukhofisha. Ibn Abbas radhiallahu anhu wal muhaqqiquna wamesema kwamba maana yake awalam nu'ammirkum 60 sana, je hatukuwapa nyinyi umri wa miaka 60? Wayuayiduhu alhadith, kisha ikatilia nguvu hii hadithi alladhi, ambayo sanadhkuruhu, tutaitaja insha Allah taala Mwenyezi Mungu akitaka. Waqila, wengine wamesema kwamba maana yake 18 sana, awalam nu'ammirkum ni miaka 18. Waqila, wengine wamesema 40 sana, wengine wamesema ni miaka 40. Yani Mungu amekupatia umri mpaka miaka 18, Mungu amekupatia umri mpaka miaka 40. Al-Hasan amesema walkalbiyu walmasruq, na Masruq wanasema wanukira, imenakiliwa pia an Ibn Abbas aidha, kutoka kwa Ibn Abbas vile vile. Wanaqalu, wamenakili pia anna ahla almadina, kwamba watu wa Madina kanu walikuwa idha balagha ahaduhum,
wakati mmoja wao anapofikisha 40 sana, miaka 40. Yani watu wa Madina baada ya kuelewa vizuri hii aya, ilikuwa kawaida yao wakati mtu anapofika miaka 40 tafaragha lilibada. Sasa hapo yeye huwa anafaraghika kufanya ibada, zile shughuli nyingi za kwenda mbio kule na kule na kule na kule, anakuwa ametulia, muda mwingi anautumia kuwa faragha katika kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Waqila, wengine wamesema kwamba huwa albulugh, yani awalam nu'ammirkum, ni kubaleghe, yani umeachwa wewe kutokea mdogo mpaka ukifika umri wa kubaleghe. Kwa hiyo ni baleghe tu, kisha kufika kubaleghe ndio sasa yatakikana wewe ufanye hizo amali nyingi ambazo itakuwa ndiyo mazuri yako uliyotanguliza mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu aliposema wajaakumun nadhir, yani akawajilia nyinyi mwenye kukhofisha. Qala Ibn Abbas anasema wal jumhur, na jumhuri ya ulama, kwamba an-nadhir walikusudiwa hapa katika aya huwa an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam, yeye ni mtume sallallahu alayhi wasallam ndio an-nadhir. Waqila, kumesemwa pia, wengine wamesema kwamba an-nadhir ash-shaybu, ni mvi. An-nadhir wamesema ni mvi kongwe, yani zikisha kutoka kwenye kichwa chako wewe, maanake aghlabu mvi hazitoki katika udogo, ingawa hutokea mara moja moja nadra, lakini umvi hutokea kuanzia labda miaka 30 kwenda mbele. Kwa hiyo zikija, maana yake ni kwamba zimekuja kukwambia safari jiandae nayo. Hiyo safari wakati wote itakuwa iko tayari kwako. Kwa hiyo inabidi sasa wewe ujiandae na safari. Na unajua safari, ukienda safari utakana ubebe nini? Maji, chakula, gari yako utengeneze vizuri, kama ni basikeli yako itengeneze vizuri, chochote chako ambacho unasafiria lazima ukifanyie service vizuri, kwa sababu unaenda safari na hujui mbele kitakacho kupata. Na uchukue pia spare time, uchukue vifaa, chochote kile ikiharibika uweze kutengeneza. Na hizo zote ni nini? Ni amali njema. Uchukue amali njema katika safari yako. Qalahu Ikrimah wa Ibn Uyayna wa ghayruhuma. Ikrimah na Ibn Uyayna ndio wamesema kwamba an-nadhir hapa ni ash-shaybu, ni mvi. Wallahu a'lam, na Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kujua zaidi maana na ta'wili ya aya kama hii. Wa amma al-hadithu, ama hadithi, fal awwal, ya kwanza, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kutoka kwa Sayyidina Abi Hurairah, radhi za Mwenyezi Mungu zimwendee, an nabii sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kutoka kwa mtume mtukufu wa daraja, rehma na amani zimwendee, qala, amesema, a'dhara Allahu ila mri'in akhara ajalahu hatta balagha 60 sana. Rawahu al-Bukhari. Qala al-ulama ma'nahu a'dhara Allahu, lam yatruk lahu udhran, Mwenyezi Mungu hakumwachia mtu udhuru wowote. Ila mri'in, mtu yoyote hakumwachia udhuru, hatta akhara ajalahu, pale alipomchelewesha muda wake wa kuishi duniani mpaka kwenye kufa, hatta balagha 60 sana, mpaka akafikisha miaka 60. Kutoka ulipozaliwa mpaka kufikia baleghe, hiyo ni bonus. Lakini kubaleghe mpaka kufika kwenye miaka 60
hakuna udhuru wowote wewe wa kutokufanya mazuri yakakufanya kwa Mungu uende ukaokoke. Hakuna udhuru, hakuna udhuru. Ni wewe ufanye namna yoyote ujikomboe nafsi yako mwenyewe, kwa sababu katika maisha, hadithi imekuja ikazungumza kwamba kila siku watu hurauka. Wakirauka, kuna watu ambao huziokoa nafsi zao na wengine huziangamiza nafsi zao. Asubuhi kukicha, kaa pale nje tu ya msikiti, utashangaa wewe, watu wanaenda mbio, kila upande wanaelekea. Wengine wanaelekea na kusini, wengine wanaelekea kaskazini, wengine wanaelekea magharibi, wengine wanaelekea mashariki. Kitu gani kinatafutwa? Kinachotafutwa katika mbio zile zote ni dunia, maisha. Sasa katika namna ya kutafuta dunia, kuna watu nafsi zao huzikomboa na moto kwa kwenda kufanya amali njema, kazi nzuri, akasaidia watoto wake, watu wake wa nyumbani. Lakini wengine kwenda kwenye kupiga watu kabari, kuwapiga watu vipanga, kuwadhulumu watu, kuwanyang'anya haki zao. Kwa hiyo mpaka jioni kirudi, mtu wa tayari ashajikomboa nafsi yake, ama ashajiangamiza mwenyewe nafsi yake. Zile mbio zote, inna sa'yakum la shatta, ile mizunguko yenu ni mbali mbali, tofauti. Kuna mwingine huwa mambo yake yote ni mazuri, kuna mwingine huwa ni mwanzo mpaka mwisho ni mabaya matupu ambayo ameenda kuyafanya, lakini kila mmoja anaenda mbio kivyake. Kwa hiyo Mungu kutoka alipokuachia nafasi ya baada ya kubalighi wewe mpaka kufikia miaka 60, basi mbio zako ni hizo unazozienda, ima kwenye mazuri, ima kwenye mabaya. Kama ni kwenye mazuri, nafsi yako umeikomboa na moto, na kama ni kwenye mabaya, basi ujue nafsi yako umeiangamiza mwenyewe kwenye maangamivu kwa kufanya matendo ambayo Mwenyezi Mungu hakuyaridhia. Ndio ikaja a'dhara Allahu, Mwenyezi Mungu hakuacha udhuru ila mri'in, kwa mtu yoyote ambaye akhara ajalahu, amemchelewesha muda wake, hatta balagha 60 sana, mpaka akafikisha miaka 60 ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyazungumza akasema, a'maru ummati baina 60 wa 70. Mtume alisema umri wa umati wangu ni kati ya miaka 60 mpaka 70. Ikiwa mtu hatofika hapo ama atapita hapo kwenye miaka 70 kwenda mbele, hiyo ni bahati yake, lakini aghlabu sana ni 60 mpaka 70 huwa kwa sisi, hasa watu wa kisasa, huwa hatuko tena ulimwenguni. Naam. Kwa hiyo ulama ndio wanasema kwamba lam yatruk lahu udhra, Mwenyezi Mungu hakumwachia yule mtu udhuru wote, idh, wakati ambapo kwamba ahmalahu, alimpatia muda hadhihi almudda, muda wote wa kuishi miaka 60. Yuqalu, husema a'dhara ar-rajula, Mwenyezi Mungu hakumwachia udhuru mtu idha balagha alghayata, wakati anapofikiria kwenye upeo kabisa, fil udhri, katika kumpatia udhuru. Athani, hadithi ya pili, an ibn Abbas radhiyallahu anhuma, kutoka kwa Abdullah bin Abbas radhiallahu Mwenyezi Mungu ziwaendee, qala, amesema, kana Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar alikuwa radhiallahu Mwenyezi Mungu zimwendee, yudkhiluni ma'a ashyakhi badrin, akiniingiza kwenye baraza lake pamoja na wale wazee waliokwenda kupigana vita vya Badri. Ay yudkhiluni, akiniingiza mimi, yudkhiluni ma'a akabiri, pamoja na watu wakubwa ambao kwa mapigana ghazwat Badrin fil mashhur, vita vya Badri walipigana navyo katika kauli mashhuri, wa muhimmatul umur, na yale mambo muhimu alikuwa akimuingiza na yeye katika baraza la watu wazima.
Fakaanna, ilipokuwa hali sampuli hii sasa, mtoto mdogo aingizwa kwenye babu zake, yani mtoto mdogo aingizwa kwenye babu zake, akae kikao pamoja na wao. Fakaanna ba'dahum, asema ikawa kama kwamba baadhi yao wale wazee, wajada fi nafsihi, kuna ambaye ameingiza kitu kwenye nafsi yake, amekasirika. Kwa nini aingizwe mtoto mdogo pamoja na sisi watu wazima? Faqala, akasema lima yadkhulu hadha maana, kwa nini huyu anaingia kwenye baraza la Umar pamoja na sisi? Walana abnaun mithlu, na sisi tuna watoto kama yeye, mfano wake, umri wake, watoto wetu wako nyumbani, hawaingii hapa. Faqala Umar, Sayyidina Umar baada ya kuambiwa na baadhi ya wale wazee ambao walikwenda kupigana masahaba katika vita vya Badri kwamba kwa nini huyu unamuingiza wakati sisi tuna watoto kama yeye huwaingizi? Sayyidina Umar akasema, innahu min haythu alimtum, huyu ni kwa namna ile ambavyo kwamba nyinyi mumejua, kwani hamumjui huyu. Min annahu radiyallahu anhu min baiti nubuwa, kwamba huyu kwanza ni katika nyumba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa manba'il ulumi, pia vile vile ametoka kwenye machimbuko ya elimu. Wa masdari al-arai as-sadida, na ametoka vile vile kwenye machimbuko ya rai zile ambazo zikitolewa zinapata, hazikosi. Huyu ni hivyo. Fadaani, Sayyidina Umar asema kwamba huyu Ibn Abbas, fadaani dhata yawmin, akaniita mimi siku moja, faadkhalani ma'ahum, akaniingiza mimi pamoja na wale wazee, pamoja na kwamba wameleta malalamiko, lakini akaniingiza. Fama raaitu annahu daani, sikuona kwamba yeye ameniingiza mimi, yaumaidhin, siku hiyo, illa, isipokuwa liyuriyahum, awaonyeshe wale wazee, awaonyeshe mimi nani. Qala, akasema, ma taquluna, Sayyidina Umar awauliza wale masahaba wakubwa walipigana vita vya Badri, awauliza mwasemaje nyinyi fi qauli llahi, katika neno la Mwenyezi Mungu aliposema, idha jaa nasrullahi wal fathu, Mungu aliposema wakati itapokuja nusra ya Mwenyezi Mungu, wal fathu, na kufunguliwa Maka, hili neno mwasemaje nyinyi? Faqala ba'dhum, baadhi ya wale masahaba wazee, watu wazima, wakasema, umirna, tumeamrishwa katika neno hilo, tumeamrishwa nahmadullah, tumhimidi Mwenyezi Mungu, wa nastaghfiru, na tumtake msamaha, idha nasarana, wakati pale tuliponusuriwa, wa fataha alaina, na tulipofunguliwa juu yetu, wasakata ba'dhum, baadhi yao wakanyamaza, hawakusema kitu. Falam yaqul shay'in, hakusema chochote. Faqala li, Sayyidina Umar anasema, akanambia mimi sasa, yani Abdullah bin Umar anasema Sayyidina Umar akaniambia mimi, akadhalika taqulu, je, ni hivyo hivyo unasema ya Ibn Abbas, ewe Ibn Abbas? Yani hivyo alivyosema wazee kwamba sisi tumeamrishwa tumhimidi Mwenyezi Mungu, tumtake msamaha wakati Mungu ashatunusuru na ashatupatia fathi, na wewe wasema hivyo? Faqult, asema Ibn Abbas, asema mimi nikasema, la, hapana, mimi sisemi hivyo, mimi neno langu ni jingine, sio hilo. Qala, akasema Sayyidina Umar, fama taqulu, amuliza Ibn Abbas, wasema nini sasa wewe? Qult, Ibn Abbas yasema kwamba idha jaa nasrullahi wal fathu, nijuavyo mimi ni kwamba huwa ajalu rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wasallam a'lamahu lahu, ni muda wa kuishi Mtume sallallahu alayhi wasallama
a'lama, wamemfundisha lahu yeye, yani Ibn Abbas amefundishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba idha jaa nasrullahi wal fath, ni muda wa Mtume kwamba umeisha wa kuishi duniani, lakini wale masahaba walikuwa wakijua kivingine. Sasa suluhisho ama jawabu la sala kwamba kwa nini mtoto mdogo aingizwe na watu wazima kwenye kikao cha watu wazima, na fikra hizi pengine zinapiga katika baadhi ya watu, lakini kipimo ni kwamba yule mtoto huangaliliwa. Je, ni mtoto tu, labda kwa sababu babake ni mkubwa, ni waziri, ni konsela, ni mwingine, ama ni mtoto ambaye amesoma dini yake na dunia yake, anajielewa? Kipimo kweni hicho. Kama mtu itakuwa ni mtoto mdogo kweli, amekaa pamoja kikao cha mashura, wanajadili jambo, lakini na kijana ambaye ni msomi kuliko wale, basi ule utoto wake hauzingatiwi kwamba ni mtoto, kwa sababu ana maarifa mengine ambayo wale wakubwa hawana, kwa sababu atakachotamka yeye pale huwa ni elimu, si utoto. Utu uzima una mambo yake. Wenyewe wanasema kwamba kwenye mtu mzima hakuharibiki jambo. Kweli hakuharibiki jambo, lakini kwenye msomi ndo kabisa hakuharibiki jambo. Kwa hiyo utu mzima ataleta zile fikra na ibra alizozipata za maisha mengi kuishi kwa utu uzima wake, na yule mtoto ambaye ni msomi ataleta lile jambo, pengine wazee wamesema hivi, lakini Qur'ani ama hadithi yazungumza hivi, ataweka sawa yale mambo yawe ni mazuri, kwa sababu watu wameelezwa kwamba waishi wakae pamoja na wazee, jalisul kubara wa khalitul hukama, ketini na wazee na changanyikeni na watu wenye hikma. Wenye hikma ni wenye elimu. Kana mwenye elimu upate elimu, kana mzee upate mambo ambayo yeye ameyaona katika maisha yake, wewe hujayaona, utakuwa umepata faida kwenye elimu na kwenye ule utu uzima pia. Mtu mzima ni dawa, mtu mzima ni dawa. Kwa hiyo asema mimi sisemi hivyo, mimi ninachokijua ni kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alinifundisha katika idha jaa nasrullahi wal fathu, ni alama ya kwamba muda wangu wa kuishi ulimwenguni umefika. Qal idha jaa nasrullahi wal fathu, wakati itakapokuja nusra ya Mwenyezi Mungu na kufunguliwa Maka, wadhalika alamatun ajali, hiyo ni alama ya muda wako wa kuishi duniani. Fasabbih, ambiwa basi mtakase Mwenyezi Mungu, bihamdi rabbika, fasabbih, takasa bihamdi rabbik, kwa himdi za Mola wako, wastaghfiru, na utake msamaha Mwenyezi Mungu, innahu aika yeye kana awe tawaban, mwenye kukubali mno toba. Faqala Umar radiyallahu anhu, Sayyidina Umar alipoelezwa maneno hayo na Ibn Abbas akasema, ma a'lamu minha illa ma taqul, mimi sijui kuhusu hii aya isipokuwa kile ambacho wewe unakisema. Kwa hiyo wale wazee ambao walikuwa wana kitu katika mioyo yao, kwa nini mtoto mdogo anaingizwa na sisi, wakajua kwamba huyu mtoto kumbe sio mtoto kama wale wetu kule nyumbani. Huyu ni mtoto ambaye amelelewa katika nyumba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na amefundishwa mafundisho ambayo yapo katika Qur'ani na hadithi za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Rawahu al-Bukhari, hadithi hii amepokea Imamu al-Bukhari. Alhadithu ya tatu, alhadithu thalith an Aisha radhiyallahu anha, hadithi ya tatu kutoka kwa nana Aisha, radhi za Mwenyezi Mungu zimwendee. Qalat, amesema, ma salla Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallama salatan ba'da an nazalat alayhi idha jaa nasrullahi wal fathu, Mtume hakuswali. Ma salla Rasulullah, Mtume hakuswali salatan, swala yoyote, baada an nazalat alayhi, baada ya kumshukia yeye idha jaa nasrullahi wal fathu, baada ya kumshukia hiyo aya, wakati ikija nusra ya Mwenyezi Mungu na kufunguliwa Maka,
illa isipokuwa swala hiyo aloswali baada ya kuja aya hii ilikuwa yaqulu fiha, akisema ndani ya swala hiyo, subhanaka rabbana wa bihamdik, utakatifu wa machafu ni wako Mola wetu, wa bihamdika, na himdi zako. Baada ya kushuka hiyo aya tu, mtume kila swala alikuwa kiswali alikuwa akisema subhanaka rabbana wa bihamdik allahumma ghfirli. Hayo yote alikuwa akiyasema baada ya kushuka hiyo aya. Muttafaqun alayhi. Hadithi imepokea al-Imam al-Bukhari na Imam Muslim. Wa fi riwayati, na katika riwaya nyingine iliyokuja fi sahihain, katika sahih Bukhari na Muslim, anha, kutoka kwa mapokezi ya nana Aisha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mtume alikuwa juu lake rehema na amani, yukthiru, akifanya wingi sana, ayaqula, kusema, fi ruku'ihi, katika kurukuu kwake, wa sujudihi, na katika kusujudu kwake mtume akisema sana subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfirli. Alikuwa akisema sana katika rukuu yake na kusujudu kwake, subhanaka allahumma, ewe utakatifu wa machafu ni wako ewe Mola wetu, rabbana wa bihamdik, na himdi zako, allahumma ighfirli, ewe Mola nisamehe. Yataawalu alquran, yani taawalu alquran, yani yaamalu, afanyia kazi, yani atafanyia taawili Qurani. Maana yake ni kwamba yaamalu ma umira bihi fil Qurani, anafanya yale ambayo ameamrishwa kuyafanya kwenye Qurani. Fi qawlihi ta'ala, katika neno lake Mwenyezi Mungu aliposema fasabbih, takasa, bihamdi rabbika, kwa himdi za Mola wako, wastaghfiruhu, na umtake msamaha. Wa fi riwayati, imekuja katika riwaya nyingine limuslimin, ya Imam Muslim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam, yukthiru, akifanya wingi, an yaqula, kusema, qabla an yamuta, kabla kufa, baada ya kumterekea ile idha jaa Rasulullah, alikuwa akisema sana subhanaka wa bihamdik, utakatifu wa machafu ni wako, wa bihamdik, na himdi ni zako, astaghfiruka, na kutaka msamaha wewe, wa atubu ilaika, na natubia kwako. Qalat Aisha, na Aisha akasema, qultu, mimi nikasema, ya Rasulullah, ye mtume Mwenyezi Mungu, ma hadhihi alkalimatu, ni maneno gani haya, ni vilma gani, allati, ambavyo kwamba, araka, na kuona wewe, ahadathta, umevizusha, taquluha, unavisema. Na Aisha ataka kujua haya maneno ambayo mtume umeanzisha unayaleta siku hizi yanamaanisha nini. Qala, mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia na Aisha, ju'ilat li alamatun fi ummati, asema mimi nimejaliwa mimi alama katika umati wangu. Idha raaituha, wakati nikiona hiyo alama, qultuha, ndio hayo maneno ni yaseme. Idha jaa nasrullahi wal, wakati ikija nusra Mwenyezi Mungu, wal fathu, na fathi, kufunguliwa Maka, ila akhiru sura, mpaka mwisho wa sura, ndio alama yenyewe. Wa fi riwayati lahu, na katika riwaya yake asema, kana Rasulullah sallam, mtume alikuwa yukthiru, akifanya wingi, min qawli, kusema, subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilayhi. Subhanallah, takatifu wa machafu na Mwenyezi Mungu, wa bihamdihi, na himdi zake, astaghfirullah, na kutaka msamaha Mwenyezi Mungu, wa atubu ilayhi, na tubia kwake. Qalat, na Aisha kasema, qultu ya Rasulullah, nikasema, mtume Mwenyezi Mungu, araka tukthiru min qawli subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilayhi, na kuona wewe wafanya wingi sana kusema hili neno la subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilayhi. Faqala, mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, akhbarani rabbi, Mola wangu amenipa habari, anni, kwamba mimi, saara, nitaona, alamatan, alama, fi ummati, katika ummati wangu, fa idha raaituha, wakati alama hiyo nikiona, akthartu min qawli, ndio nifanye wingi kusema subhanallahi wa bihamdihi
astaghfirullah wa atubu ilayhi, niseme maneno hayo, subhanallah, utakatifu machafu na Mwenyezi Mungu, wa bihamdi, na himdi za Mwenyezi Mungu, astaghfirullah, namtaka msamaha Mwenyezi Mungu, wa atubu ilayhi, na natubia kwake. Faqad raaituha, hiyo alama nimeiona. Ndiyo maana sasa nakithirisha kusema maneno hayo ya subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilayhi. Alama nimeiona, ambao ni idha jaa nasrullahi wal fath, yani fathu Makkah, wakati ikija nusra Mwenyezi Mungu na kufunguliwa Makkah. Wa raaita an-nasa, ukawaona watu yadkhuluna, wanaingia fi dinillah, katika dini ya Mwenyezi Mungu, afwajan, makundi kwa makundi. Fasabbih, ukiona hivyo basi takase, bihamdi rabbika, kwa himdi za Mola wako, wastaghfiruhu, na utake msamaha, innahu, hakika yeye Mwenyezi Mungu, kana tawwaba, awe ni mwenye kukubali mno toba. Alhadithu rabi', hadithi ya 4, an Anas, kutoka kwa Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, radhi za Mwenyezi Mungu zimwendee. Qala, amesema, inna Allah azza wa jalla, hakika Mwenyezi Mungu mshindi mtukufu, taba alwahya ala rasulillah qabla wafatihi hatta tuwfiya akthara ma kana alwahyu alayhi, muttafaqun alayhi. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala taba alwahy, alifuatanisha wahi, umefuatana wahi, ala rasulillah, kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, kabla wafati, kabla kufa kwake. Ilikuwa ukija kipindi kwa kufuatana mpaka ikawa Qur'ani imemalizika. Hata tuwafia, mpaka alipofishwa, ikawa akthar ma kana, ni wingi zaidi ambayo kwamba umeteremshwa wahi alaihi, juu ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ndio ikateremshwa Qur'ani kwa kufuatanisha aya, sura, zikapangwa vizuri, zikaandikwa kwenye mabango, kwenye mawe, kwenye kila kitu, ikawa mpaka mtume sallallahu alaihi wasallam alipomaliza umri wake, na Qur'ani yote ndio imemalizika. Muttafaqun alayhi. Alhadithu alkhamis, hadithi ya 5 katika mlango ambao tunajifundisha mtu kufanya wingi amali za kheri katika mwisho wa umri. Na mwisho wa umri, ulama wamesema hapo ni baleghe, miaka 18, miaka 40, miaka 60. Zote hizo ni akhirul umr, kwa sababu mtu tumesema hawezi kujua umri wake ni muda gani ambao ataishi. Waweza kufa na miaka 15, chini ya hapo miaka 18, 19, popote pale. Ule muda wako ambao umeandikwa kwa Mwenyezi Mungu ndo akhiru umri yako. Kwa hiyo kiufupi ni kwamba mtu ajiandae wakati wote kufanya mazuri, ili ajiandae na mauti. Hadithi ya 5, an Jabir radhiyallahu anhu, kutoka kwa Sayyidina Jabir, radhi za Mwenyezi Mungu zimwendee. Qal, amesema, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama amesema, yub'athu kullu 'abdin ala ma mata alayhi. Yub'athu, atafufuliwa, kullu 'abdin, kila mja, ala ma mata alayhi, juu ya kile ambacho amekufa juu yake. Pale ulipokufa na lile ambalo umelifia wewe, Mwenyezi Mungu atakufufua katika jambo kama lile. Mathalan, umekufa kwenye swala, ima ni kwenye rukuu, ima ni kwenye sajda, ima ni kwenye kuitadili, ima ni kwenye tahiyatu. Ukifa hapo, na Mwenyezi Mungu atakufufua hali hiyo hiyo ambayo umekufa nayo kwenye swala, kwenye tahiyatu yako, kwenye sajida yako, kwenye rukuu yako. Mungu atakufufua hivyo hivyo. Umekufa na huku umeshika Qur'ani unasoma wewe,
Mwenyezi Mungu atakufufua na Qur'ani yako unasoma. Umekufa na huku labda uko kwenye member unahutubu, Mwenyezi Mungu atakufufua kwenye member unahutubu. Umekufa umekwenda hija, unafanya tawafu ama amali nyingine yote ya hija, ukafa kule, Mwenyezi Mungu atakufufua na ihramu yako, kwamba wewe ulikuwa ni haji na ukafa kwenye hija, utafufuliwa wewe ni haji. Lau umekufa kwenye kuleta talbia, utafufuliwa unapiga talbia labbaik Allahumma labbaik. Lau pengine katika jamarati unapiga mashetani, pale ambapo utakufa Mwenyezi Mungu ndipo atakufufua pale pale. Na waliyadhu billahi min dhalik. Umekufa wewe na huku uko kwenye night club na wanawake wachafu, Mwenyezi Mungu atakufufua night club na wanawake wachafu. Umekufa na wewe uko na mke wa jirani yako ama mtu wa jirani yako, mtoto wake, shangazi yake, nani yake, na hukumuoa, utakwenda kufufuliwa na yule jirani yako ambaye unazini naye, hivyo hivyo. Na chochote kibaya ambacho utakufa nacho, Mwenyezi Mungu ataenda kufufua katika jambo lile lile la ubaya ambao uko nao. Kwa hiyo haya yote, tukirudi katika mlango ambao unatueleza watu wafanye nini, alhathi ala alizdiyadi, watu kuhimizana na kusongezana na kufanya bidii kuzidisha kheri fi awakhir al-umri, katika mwisho wa umri. Na mwisho wa umri sote tu katika mwisho wa umri, kutoka mabaleghe tumesema miaka 18, miaka 40, miaka 60, yote hizo ni katika akhiru. Yani akhiru umri ni pale mtu akifa bila kujali amekufa na umri gani. Sisi sio kama umma zilizopita. Umma zilizopita ilikuwa mtu wakati mmoja katika manabii waliotangulia alikufa kijana miaka 100, yani huyo ni mtoto mdogo, miaka 100 alikufa, wakati wale watu walioishi miaka 600, 700, 800 mpaka 1000 na zaidi. Sasa alikufa miaka 100, yasemekana mpaka ndege na miti na ardhi zote zililia. Kwa nini mtoto mdogo amekufa? Miaka mingapi? 100. Leo sisi mtu akifikisha miaka 100 huwa hata kule kuishi kwenyewe ashachoka, hajiwezi kwa chochote, na hata kama anajiweza huwa anatamani afadhali na mimi niende, wenzangu washakwenda, mimi nimebakia nasubiri nini? Huwa anasema maneno kama. Lakini wakati huo miaka 100 ni mtoto mdogo, hata hajabaleghe, amekufa, watu wote wakalia. Lakini sisi hatuko huko. Sisi a'maru ummati baina 60 wa 70, umri wa ummati wangu ni miaka 60 na 70 tu ndio umri wetu. Kwa hiyo yatakikana tujiandae, ule umri ulionao baada ya kubalighi tu usichezee tena. Fanya bidii, fanya amal njema, fanya yenye kumridhisha Mwenyezi Mungu, ishi na majirani zako vizuri, ishi na wakubwa zako vizuri, ishi na wadogo zako vizuri, ishi kila mmoja umpatie ile heshima yake ambayo anastahili, kila mmoja, kwa sababu watu kila mmoja ana daraja yake. Anzilu nasa manazilahu, wateremshe watu kwenye mashukio yake. Kama ni mtu mkubwa kabisa, mchukulie ni mkubwa kabisa. Kama ni mtu wa wastani, mchukulie wastani. Ni marika, mchukulie marika, bila kumchezea, bila kumdharau, bila kumfanya chochote, kwa sababu mengine ya ndani wewe huwezi kujua. Ajuaye ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala peke yake. Siri iliyoko ni kwamba Mungu ndo amjuaye zaidi yule mcha Mungu. Inna akramakum inda Allahi atqakum, hakika mtukufu wenu zaidi kwa Mwenyezi Mungu ni yule mcha Mungu wenu zaidi. Kwa hiyo huu mlango ambao tumeusoma wa babu alhathi ala alizdiyadi min alkhairi fi awakhir alumri, ndio unatueleza hadithi kama hizi ambazo tumeweza kuzisoma kiuchache na dakika karibu labda baada ya dakika 5 kuadhiniwa.
tuingie katika mlango mwingine tukitaraji kwamba shekhe atakuja, lakini wakati uliobakia sidhani kama atakuja tena, kwa hiyo tutamalizia. Tunaingia katika mlango babu fi bayani kathrati turuqil khair. Kule tumeelezwa kwamba tufanye bidii kufanya kheri mazuri katika mwisho wa umri wetu. Sasa hapa akueleza hizo njia nyingi za kheri ni zipi. Ndio mlango unatueleza babu fi bayani kathrati turuqil khair. Huu mlango umekuja kueleza wingi wa njia za kheri. Kheri ni ile wama taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah. Chochote ukifanyacho katika kheri Mungu anajua. Kheri ziko nyingi sana, kheri ziko nyingi sana 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 sana. Yoyote utakayofanya Mwenyezi Mungu atakulipa tu. Lakini katika aya, mwenye mtunzi wa kitabu ametanguliza aya wama taf'alu min khairin fa inna Allaha bihi alimun. Chochote kile ambacho mwakifanya nacho ni kheri, basi fa inna Allaha, kama Mwenyezi Mungu, bihi, kwa hicho, alimun, ni mjuzi sana. Mungu ajua vizuri mno. Wala asitokee mtu kwambia hilo nilifanya, hapana, halimo hilo. Mungu ndo ajua. Wewe si unajua hii ni kheri, basi Mungu ndo ajua, si mtu ajuaye. Mungu hakusema kwamba mtu zaidi anajua, fa inna fulanan alimu. Mungu kusema hivyo, fa inna Allaha bihi, kwa hiyo kheri ambayo umeifanya unaitakidi ni kheri, alimun, ni mjuzi zaidi. Kwa sababu kuna amal wakati mwingine hufanywa na watu, sura yake ni sura ya kidunia, sura yake ni ya kidunia, yani hili jambo hili halimu, lakini hakika yake ni amali ya akhira. Na ndio pale Mtume sallallahu alaihi wasallam akaeleza katika hadithi zake kuhusu masala ya vita, akasema kwamba hakika Madina kuna watu, awaambia walioko kwenye vita, Madina kuna watu mmewaacha nyuma, hamukati kwenye njia ya jangwa wala mahala popote, isipokuwa malipo ya vile mnavyofanya nyinyi Mwenyezi Mungu amewashirikisha na wao. Habasahumul udhuru ndo umewazuilia, lakini nia yao ni kwamba wao kama si ule udhuru uliopata walikuwa katika nyinyi kwenye vita. Kwa hiyo malipo mpatayo nyinyi na wao wanapata yale yale. Kwa hiyo kitu muhimu ni nia. Innamal a'malu binniyat. Amali zote Mwenyezi Mungu huzizingatia kwa nia yako. Nia, mimi nimetia nia hili nalifanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwani mangapi hufanywa na ni mazuri kwa sura ya kawaida, kumbe hayana malipo, kwa sababu mtu amefanya lile jambo kwa sababu ya nini? Ya ria, ujub, sum'a, aonekane, asikilikane, ataka kusikiwa. Amelifanya jambo zuri kweli kweli, amejenga msikiti. Kuna kitu kizuri kuliko kujenga msikiti? Msikiti ni kitu, lakini nia yake kumbe ni kusifiwa. Ndio akhiru umri itakuja kwamba Mtume anasema kwamba kiyama hakitosimama mpaka watu wajifakhiri katika misikiti. Kiyama hakitosimama mpaka watu watajifakhiri katika msikiti. Ule msikiti ni wangu bwana. Wewe utawezaje kujenga msikiti kama ule? Milioni 300 nimetumia kujenga msikiti ule. Angalia bwana, hakuna Mombasa mzima kama ule. Yote ya nini sasa haya? Si ujenge. Watu hujenga hawataki kutajwa jina lao msikiti. Amejenga na akaondoka bila kumjua nani amejenga, nani mtatafuta mpaka mchoke, hajulikani wala hataki kujulikana. Amejenga msikiti kwa ajili ya nani? Wa annal masajida lillahi. Misikiti imejengwa kwa ajili ya kumwabudu Mungu. Wewe ukija kutuambia nimejenga, pesa ngapi, za kazi gani? Zote hizo jenga uondoke, fanya wema uende zako, usisubiri usingoje shukurani. Wewe jenga, Mwenyezi Mungu atakulipa. Lakini umejenga, fanya hivyo, vitu kama hivyo ndivyo ambavyo ni vizuri, lakini havina malipo kwa Mwenyezi Mungu, kwa sababu wewe ulitaka usemwe umejenga. Haya ndio watu sema fulani amejenga, si wamemaliza. Kwa Mungu hakuna kitu.
na jengine lolote lenye sura kama hiyo ukilifanya, huwa kama utalifanya kwa sura ya dunia, basi malipo yake ni duniani, na ukilifanya katika sura ya akhira utalipwa katika njia ya akhira. Ni wakati wa adhana, tukimaliza tutaendelea insha Allah taala. Naam. Kwa hiyo wama taf'alu min khairin, na chochote mafanya nacho ni khairi, ya'lamuhu Allahu, Mwenyezi Mungu anajua. Katika aya nyingine Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, faman ya'mal mithqala dharratin khayran yarah waman ya'mal mithqala dharratin sharran yarah. Faman ya'mal mithqala dharratin khayran yarah, yoyote mwenye kufanya amal mithqali ya dharra, na dharra ni tembe ndogo ndogo sana ambazo labda waweza kuziona kwa kutumia vifaa vya microscope na vinginevyo. Dharra, tembe ndogo sana. Ndiyo pale wanaposema kwamba zile mbegu za kiume wakati zinapotoka katika uti wa mgongo wa mwanamume na kuchanganyika na mifupa ya kifua ya mwanamke, yale maji yakichanganyika, kile kinachotoka kuingia katika ile rahim ya mwanamke, lau Mungu ajalia miujiza yake zile zote zikazaliwa, basi watazaliwa watoto zaidi ya milioni. Dharra ndogo ndogo sana, ndogo mno, lakini Mungu kwa hikma yake ikizidi huwa ni wanne. Mtu zaweza kuzaa watoto wanne, watatu, wawili, mmoja aghlab. Kwa hiyo dharra ni vitu vidogo sana, lakini kwa Mwenyezi Mungu elewa kwamba unapofanya kheri ya hiyo dharra, basi Mwenyezi Mungu atakwenda kukuonyesha kama ni ya kheri, na kama ni ya shari vile vile atakwenda kukuonyesha. Ndio waman ya'mal mithqala dharratin khairan yara, na yoyote mwenye kufanya amal mfano wa dharra, tembe ndogo kabisa ya kheri, yarahu, atakwenda kuiona, na shari vile vile. Waqala ta'ala, vile vile Mwenyezi Mungu mtukufu amesema, man amila salihan, yoyote mwenye kufanya jambo lenye kusulihi amal jema, fali nafsihi, hiyo ni kwa sababu amejifanyia mwenyewe. Ukifanya kheri huja mfanyia mtu mwingine, umejifanyia wewe mwenyewe. Na time nyingine kuna kheri ambazo zina musharaka kati ya mtu na mtu mwingine, mathalan ni sadaqa, mathalan ni zaka, mathalan ni kazi ambayo umemfanyia mtu ama watu. Unaona, fulani ametujengea msikiti, fulani ametujengea msikiti, ile lugha tu. Fulani hajawajengea msikiti, fulani amejijengea msikiti. Ndio Mtume alipokuambia kwamba yoyote mwenye kujenga msikiti, hata kama ni qafas ndogo kama ile qafas, tundu la ndege, basi Mwenyezi Mungu na yeye atamjengea msikiti kesho akhera peponi. Sasa mimi nimewajengea ama mimi nimejijengea? Ndio hapo Mwenyezi Mungu anapokutanabaisha. Time nyingine mtu aweza kuona nitafanya watu hawa na shukrani, niwafanyie vipi hawa? Huwafanyii wao, najifanyia mwenyewe. Wewe fanya tu, wa qul i'malu fasayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Kile ukifanyacho kweli kama ni kwa ajili ya Mungu, sio chao, hukuwafanyia wale. Ule msikiti ni wako mwenyewe, ni wako wewe, wao na swali tu. Na chochote kingine kile ukikifanya huwa umejifanyia mwenyewe. Ndio hapo Mwenyezi Mungu anakuambia man amila salih, yoyote mwenye kufanya amali njema yenye kusulihi, fali nafsi, hiyo ni kwa ajili ya nafsi yake, si kwa ajili ya watu wengine.
Unajua Qur'ani mpaka uelewe Mungu anakwambia nini. Kama unaangalia tu kwa macho ya juu juu, huwezi kufaidika nayo. Lakini angalia ile dipu ambayo imekwenda kwenye Qur'an. Tujalie mtu amekuja na mapesa tele, akayatoa katoa yote, mpaka watu watazungumza lugha gani? Fulani leo bana, ametoa kweli kweli. Amempa nani? Amegawanyia watu? Hakugawanyia watu, amejigawanyia mwenyewe. Wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu wapi? Inda Allah. Sio wale watazipata, wao wametumia hapa wamemaliza, wao walitumia pale tu wakamaliza. Lakini wewe zote ulizozitoa umeziweka kwako kwenye hakiba yako, ndo banki yako, ile akaunti yako ambayo kama unajigamba nayo duniani, lau ungelijua ungelitoa kwa upande mwingine, ukaenda kuikuta wapi kesho akhira kwa Mwenyezi Mungu. Wama taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah, man amila salihan falinafsi. Yeyote mwenye kufanya amali njema anajifanyia mwenyewe kwa nafsi yake. Wal ayatu fil babi kathiratun, na aya katika huu mlango ni nyingi, lakini zimewekwa kidogo tu za kumtanabaisha mtu kwamba njia za kheri ziko nyingi, na aya ni hizi chache ambazo tumezisoma, ambazo zitakuongoza kuelekea katika kheri yote. Hapa insha Allah taala tukome. Mwenye kutia udhu labda kujitayarisha kupata sunna, dakika zilizobakia aweze kujitayarisha, tusubiri kuswali. Mwenyezi Mungu tujalie min alladhina sami'una alqawla fayattabi'una ahsanahu, wallahu wa rasuluhu a'lam. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا فقه لنا وقرابة لنا في ديننا مع المبرئ الأنثى والذكر. رب وفقنا وفقهم لما تقتضي قولا فعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما، وخل أتقياء لما نخض بالخير ونكفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل شؤون واقرم برضوانك العيون، واقض عنا ربنا كل دين قبل أن تأتنا رسل الغنم، واغفر السر أن تكرم مسدد. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء، بكتاب فيه للناس الشفاء، وعلى الآل الكرام شرفاء، وعلى الصحب المصابيح الغرار. أحسنتم، جزاكم الله خير. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا.